Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na kufundisha njia ya kusafisha mwili wako ikiwa unahisi una dalili za mwili wako kuwa mchafu. Tukisema mwili kuwa mchafu, hauna maana mwili huu una jasho au na kitu kingine, la. Tunakusudia wale wenye hasadi katika mwili, wale wenye vijicho katika mwili, wale nuksi zimewaandama katika mwili, mikosi imewaandama katika mwili, ama kwa lugha nyepesi ya Kiswahili tunaita wenye gundu katika mwili wake. Yani mwili una gundu, kila analolishika haliwi, kila analolifanya haliwi, kila anavyojitahidi mambo mazito, mwili unagiza, mwili umekuwa ni mzito. Sasa nakufunza njia nyepesi sana itakayokusaidia. Hii njia naamini kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala utakuja kunishukuru ndugu yangu. Kwanza ni njia nyepesi, lakini inafanya kazi kwa kiasi cha maajabu makubwa sana. Mimi si mara moja, si mara mbili kuwatumikisha wagonjwa wangu dawa hii, na alhamdulillah inawapa matokeo. Na mimi ukiona nakuja kukufundisha dawa, ujue tayari nimeshaifanyia tajriba, nimeshaifanyia kazi dawa hii, nikaona hii dawa inasaidia na kuja kuwapa watu na nyinyi. Sasa nisikilize kwa makini. Ikiwa wewe ni muhanga wa haya mambo, nisikilize kwa makini kabisa. Dawa zako ni 4 tu. Kwanza, nyepesi kupatikana. Pili, bei yake ni rahisi. Dukani kokote pale ukienda, bei ya hivi vitu ni rahisi. Utashangaa, lakini wallahi lazima nisikilize kwa makini leo. Nakusaidia. Unaweza ukaona masiara, lakini nakuapia naenda kukusaidia kitu kikubwa sana. Utakuja kunikumbuka ndugu yangu insha Allah. Nitegee sikio lako la makini. Tafuta miski. Unaona hii ni miski ya maji, sawa eh? Tafuta hii miski, tafuta hii miski, tafuta miski. Na miski ya unga, miski nyeupe ni hii miski ya maji. Ukishatafuta ni miski, tafuta karafuu white hii hapa. Hii miski ukienda dukani wanauza 2000, sehemu zingine 2500 au 3000. Uwekea mahesabu ya hii miski ni 3000. Karafuu white ni hii au karafuu maiti mmezoea. Kidonge kimoja ni 500 tu. Maduka yote ya madawa unapata. Tafuta mvuje kidonge. Mvuje kidonge ndio huu hapa. Umeona huu? Huu ndio mvuje kidonge. Hichi kidonge baadhi ya sehemu watakuuzia 500, baadhi ya sehemu watakuuzia 1000. Kopo lake kubwa kabisa ni hili. Umeona? Hili ndio kopo lake la huo mvuje kidonge. Sasa ndugu yangu, hizi dawa ukishakuwa umezipata, yani miski yako, karafuu white pamoja na hii hivi. Kwanza zinapatikana na ni bei rahisi. Hii 500, hii hapa 500, hii hapa ndio inawezekana 2500 au 3000. Ni kitu ambacho ukiandaa tu 5000 yako, hivi vitu vyote unakuwa umevipata. Sasa ndugu yangu, ukishapata hivi vitu vyako, inapofika jioni, kama una mke au wewe ndio mwenyewe ndio mwanamke, inachotakiwa ni kitu hichi kimoja, unisikilize. Unatakiwa utengeneze ugali, yani songa ugali. Songa ugali ambao ule ugali sufuria yake ibakie na makoko yale ya ugali ibakie katika ile sufuria. Ile sufuria ulosonga ugali kabakia na ukoko, chukua maji safi, maji mazuri tu, maji masafi ambayo hana shida, miminia ndani yake mpaka ijae juu. Baada ya hapo, chukua hichi kichupa kimoja cha miski, miminia ndani ya yale maji usiku huo. Halafu chukua hichi kidonge chako kimoja, kivungulie mule. Ukishamaliza, hichi kidonge ni kigumu kidogo, unatafuta kitu kizito, unakiponda ponda hichi mpaka kinasagika, kinakuwa unga kabisa. Ule unga wake utie mule. Ukishamaliza, koroga kwenye ile sufuria vizuri. Acha sasa pale ilale. Dawa yako ile unaiacha ilale. Na kama unajua kusoma Qur'ani, ni vizuri zaidi ukasomea suratul Fatiha 7, Qul a'udhu birabbil falaq 7 na Qul a'udhu birabbin nasi 7. Kama unajua kusoma. Kama haujui kusoma, hii hata usiposomewa inakusaidia. Ni nzuri kabisa, wala haina mashaka. Sasa unaiacha ile maji yako ambayo umeweka katika sufuria ile uliosonga na ugali, inalala ile. Asubuhi ukiamka utakuta ile maji tayari imesharoanisha yale makoko. Sasa yale maji unayachuja vizuri yale maji yako. Ukishachuja unatia katika ndoo. La shaka yatakuwa madogo kwa sababu sufuria ya ugali si ndogo. Unachukua na maji mengine unaongeza ndani yake. Ukishaongeza ndani yake, unakwenda kukoga yale maji. Unafanya hivi ndugu yangu kwa muda wa siku 7 mfululizo. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, ya 5, ya 6 mpaka ya 7. Njoo uniambie hapa, nuksi uliokuwa nayo, mkosi uliokuwa nao, hasadi uliokuwa nao katika mwili, sijui kijicho kilikuwa kinakuandama, kipo ama hakuna? Hiyo jibu la kwanza utakuja kuniambia we mwenyewe kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanya kwa imani, fanya kwa yakini, fanya kwa ikhlasi. Faida nyingine ya kufanya hili, wenye miili na yenye giza, mtu anachukiwa pasi na sababu, kazini anachukiwa pasi na sababu ya aina yoyote, anapata mipango ya riziki
ile mipango anapoiendea inakufa pale pale, au mpango unaenda vizuri, unapofikia mwishoni ule mpango unaporomoka wote, hapati tena. Wenye matatizo haya, wale wanaosumbuliwa, wanaoteseka na majini kwa muda mrefu, kama kuna njia inampiga jini sawa sawa, basi ni hii njia ninakupa ndugu yangu. Ni njia simple, rahisi tu, kuiandaa ni 5,000 tu hivi vitu, na 5,000 inaweza isiishe pengine, lakini kama kuna njia inampiga sheitani sawa sawa, basi ndugu yangu ni njia hii. Ishu yako ni sufuria tu ile songewa ugali ile. Ukishapata ile sufuria imebakia na makoko, ile ugali unatoa, tuelewana vizuri ile ugali unatoa, inabakia ile sufuria yenyewe na makoko. Iwe nayo, tia maji yako mule, afutia hizi dawa, acha zilale, asubuhi kaoge yale maji. Utakuja kuniambia hapa kiwe kijicho cha jini, safari imewadia, kinaondoka. Kiwe kijicho cha mwanadamu, safari kimeondoka. Awe jini yule mkorofi, hii mujarabu, hii majini wanajua uzito wa hichi ninachokuelezeni hapa. Kwa yule mgonjwa mwenye majini anaweza akafanya mwenye tatizo hili. Sasa wenyewe lakini wabobezi wanakwambia ukiweza chota funda hiyo moja, alafu kunywa, lakini maji yake yanakuwa ladha yake mbaya, harufu yake inakuwa ni kali. Unaweza usiweze hilo, lakini wenyewe wanakwambia kwa ile sihiri ya ndani. Wale ndugu zangu ambao mnasikia sihiri inatembea kutoka hapa kushuka hapa sikurudi huku, sihiri za matumbo zile, wakina mama ambao wanasumbuliwa na matumbo yale ya kina mama, yani wanawake unajua wana maradhi mengi sana. Kwa hiyo hii pia inatibu maradhi ya matumbo ya kina mama. Sihiri zile sihiri za ndani ya mwili mujarrab sana ndugu yangu. Nimekupa hii kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ninaamini itakusaidia. Nuksi, mkosi, hasadi, kijicho na wale ambao nimetaja baadhi ya sifa hizi zingine, nenda kafanye hii. Faida ya mwisho ya dawa hii nakupa, ina faida nyingi, siwezi kuzimaliza zote. Faida ya mwisho ndugu yangu, unayeota usiku alafu ukiamka asubuhi ukumbuki ndoto, kafanye hii. Alafu angalia baada ya siku 7 utakumbuka ndoto au hukumbuki? Yani hii yenyewe itakupa majibu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ila usifanye kwa kujaribu yani. Unajua kwa sababu tiba siku zote bwana ni imani, inategemea wewe imani yako naiwekaje. Hii bwana kafanye kwa imani, mtangulize Mwenyezi Mungu mbele, sawa? Kwa sababu unaweza ukajifanya sheka shasema, ukaondoka hapo umeamini kwamba mimi ndo kila kitu, Mungu akakupa mtihani ukafanya usipate matokeo, kwa sema sheka tudanganya bwana. Weka kwanza imani, sema Allah, hii dawa na kwenda kuifanya kwa imani, naamini wewe ndio mtoaji. Hii ni elimu shekhe ametoa, ametuelekeza, lakini mfanyaji ni wewe. Mungu, naomba niondoshea matatizo, niondoshee mitihani mbalimbali. Faida nyingine kubwa sasa ya mwisho kuliko faida zote, yani hii ndo ninaita faida kubwa kuliko faida zote, na hii faida nakupeni hata baadhi ya ndugu zangu mnaofanya matibabu, naweza nikazungumzia hivyo, mnaosomea watu, mnaowapa watu dawa, mnaojitahidi sana kuwapa watu dawa. Kama unaona mgonjwa umemtibu muda mrefu, mambo yake yako vile vile magumu, hafunguki, umemtibu muda mrefu hafunguki, basi kabla hujaanza kumsomea ule mgonjwa, au mgonjwa anayekufuata ambaye katibiwa sehemu nyingi sana lakini hatibiki, sasa akija kwako, kabla hujamtibu, mpe hii kwanza kwa muda, afanye kwa muda wa siku 7. Hii afanye hii utaratibu kwa muda wa siku 7. Baada ya siku 7 aje kazini kwako kwanza kumsomea. Utakuja kuona maajabu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika matibabu. Njia bora sana ndugu yangu hii. Yani ninakusihi, kama unaweza kusonga ugali hiyo ya usiku kaacha, aisee, nenda katumie ndugu yangu, utakuja kunishukuru tu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala mimi sina wasi. Fanya kwa imani, fanya kwa yakini, sawa? Na uzuri sasa hivi unga inapatikana sehemu nyingi kwa huko Afrika. Sijui ndugu zetu ambao sasa mko Ulaya huko, mko sehemu gani ndo sijajua, huko unga inapatikana, lakini kama mnaweza kupata unga huko na hivi vitu, mashaallah, yani utakuja kunishukuru biidhni rabbil alamin. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala, ukiwa utatekeleza haya uweze kuyaelewa na uweze kuyafanyia vyema. Inawezekana hujanielewa vizuri katika tiba yangu, unaweza ukanitafuta kwa nambari zangu 0787552211 au 0755577022 au unaweza kunitafuta kwa namba nyingine ambayo ni 0679252211 ili niweze kukuelezea tena vizuri kama utakuwa hujanielewa hapa. Lakini uzuri nimetamka maneno yamenyooka, yako safi. Asiyenielewa tena hapa, jamani, huyo atakuwa na matatizo tena mengine. Shukran lakum ndugu zangu. Allah akujazeni kila lenye kheri na kila lenye baraka, na akujalieni ikiwa mtayatenda haya, basi insha Allahul Karim mkaone matokeo yaliyokuwa makubwa sana. Hii usipuuze ndugu yangu, kama kweli una mitihani hii usipuuze baba yangu, nenda kayafanye haya, utaona matokeo yake yaliyokuwa makubwa sana insha al Maula jalla jalaluhu. Shukran lakum wa jazakumullah khaira.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.